Watu sahihi juu ya maono. Andika. Mtu sahihi ndiye anayeandaliwa. Watu sahihi ndio wanaoandaliwa. Watu sahihi ndio wanaotumwa. Watu sahihi ndio wanaotumika. Na hawa watu sahihi ama mtu sahihi anatoka mazingira ya kawaida. Anatoka familia ya kawaida. Mtu sahihi, watu sahihi. Kwa hiyo nataka kwenda vizuri sana ili uweze kuelewa kwamba ni kwa namna gani Mungu amekupenda akakuleta kwenye madhabahu kama hii. Mtu ana maono. Familia ina maono. Watu wana maono. Kanisa lina maono. Huduma ina maono. Nchi ina maono. Taifa lina maono. Mimi ni moja ya watu ambao nina maono. Wewe ni moja ya watu na maono. Maono yawekwe wazi, yasomeke, yakambulike. Mungu mwenyewe ni Mungu wa maono. Ni Mungu mwenye maono. Nataka mimi na wewe tuwe na safari ya kuona, kutafakari, kufikiri kulingana na maono tulionayo. Lakini tunahitaji uangalifu. Moja, tunahitaji hekima. Pili, tunahitaji maarifa, akili au ufahamu, ili tuweze kwenda na maono haya, kutimiza maono haya, kufikia maono haya. Maono yana hatima. Maono yana hatima. Na maono yanahitaji mtu mwadilifu, watu waadilifu, watu waaminifu, watu wastahimilifu, wavumilivu. Maono kwa mtu, kwa watu, kwa familia, kwa kanisa, kwa huduma, kwa taifa, kwa nchi. Wanahitajika watu waadilifu, waaminifu. Kwa lugha nyingine wanaitwa wazalendo, mzalendo. Watu ambao wanaelewa, wanafahamu, wanajua, wana demokrasia. Wanaelewa, wanafahamu. Demokrasia haipo tu kisiasa. Ipo pia mpaka kiimani, mpaka kiroho. Nieleweke kwa namna hiyo. Kwa hiyo ikitokea nimegusa, nielewe vizuri, nitambue vizuri. Utumiaji wa namna mbalimbali ama utendaji wa namna mbalimbali ambayo inahitaji ufafanuzi kwa mtu, kwa watu, ili wapate kuelewa namna ya kuishi kiroho, namna ya kwenda kiroho, kufikia hatima ya maono kiroho. Jambo lolote, asilimia kubwa, linaanza kwenye ulimwengu wa roho, lipo kwenye ulimwengu wa roho kabla haijatokea kuwa dhahiri. Mimi na wewe tulikuwepo kabla ya kila mmoja wetu kutungwa mimba na kuzaliwa na kuwepo sasa. Yeremia mlango wa 5 pale, naweza kaanza ule mstari wa 4 pale, tuguse kidogo pale kidogo. Amina, nitasoma kama ilivyoandikwa. Ndipo nikasema hakika hawa ni maskini wa kawaida. Ni wajinga hawa. Hawafahamu wajinga. Mjinga ni mtu ambaye haelewi, hajui. Maana hawaijui njia ya Bwana. Hawaijui nini? Njia ya Bwana. Lakini wakielezwa njia ya Bwana hawatakuwa wajinga tena. Amen. Hawatakuwa. Ndipo nikasema, mtu anasema, watu watasema,
utawazuia. Iko saa na iko siku, kuna kitu utakiri, utasema. Na utaambiwa wewe ni mtoto, utasema mimi si mtoto. Ukweli ndivyo ilivyo. Mimi si mtoto. Maana unayoyafanya sio ya kitoto, ni ya kiutu uzima. Ulikuwa maskini kabla ya kupata maono haya. Fundisho hili. Kuna mtu anakuona wewe uliyeenda kanisani, kanisa la walokole, la watu waliookolewa, waliopewa neema, anakuona mjinga. Alafu anakuona utakuwa maskini. Mwambie na kuonyesha kipande cha upande wa pili. Mwambie ishi, usubiri uone. Ulioyasema ni nani anayo, nani anaishi, lakini sio mtoto wa Mungu tena. Watu wasiomcha Mungu ni maskini. Wasiomjua Mungu ndio maskini. Wasioenda kanisani, wasiosali, wasioomba kwa usahihi, wasioimba, wasiosifu, wakati wengine wanasifu, anakaa maana ni maskini. Watu wanashangilia, na wewe shamba wewe. Maskini anakaa, hajui la kufanya, haelewi. Maandiko yanasema ufahamu wa Mungu unaingia, inafuta, inaondoa. Mstari wa 5 unasema, nitawaendea watu wakubwa. Nitawaendea watu wakubwa. Watu wakubwa ni wakina nani? Anainuliwa mtu wa kawaida, anapewa nguvu na uwezo na akili na ufahamu. Anawaendea watu wakubwa. Kwa namna gani? Kwa fundisho. Kwa namna gani? Kwa sala. Kwa namna gani? Kwa maombi. Unatuma, inaenda. Nami nitasema nao. Nitasema nao. Kwa maana hao wanaijua njia ya Bwana. Kwa sababu hao ni moja wa watu wanaoijua njia ya Bwana. Na hukumu ya Mungu wao. Na wanajua hukumu wa Mungu wao. Bali hawa kwa nia moja wameivunja nira. Na kuvikata vifungo. Mstari wa 6. Basi kwa hiyo simba atokaye mwituni atawaua. Mbwa mwitu wa jioni atawateka. Chui ataivizia miji yao. Sema kila kifungo cha ufungaji na utekwaji kitaondolewa kwa jina la Yesu. Kitaharibiwa kwa jina la Yesu.